pale tu Ramadhani inapoingia, waambia enyi watu, kwa hakika umekwisha kufikieni nyinyi, umekufunikeni mwezi mtukufu, mwezi wenye baraka, mwezi ambao kwamba ndani yake kuna usiku ambao ni bora kuliko siku 1000. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya funga ya mwezi huo kuwa ni lazima, lakini kusimama visimamo vya usiku ni kujikurubisha na kujitoa kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Yeyote atakayejikurubisha ndani ya mwezi huu kwa jambo lolote, iwe ametoa sadaka, iwe ameswali swala ya sunna, au jambo lolote la kheri akalifanya kujikurubisha kwa Mola subhanahu wa ta'ala, anakuwa ni kama amefanya faradhi nje ya mwezi kama huo. Na yeyote atakayetekeleza jambo la lazima, kwa maana jambo la faradhi ndani ya mwezi wa Ramadhani, anakuwa ni kama ametekeleza faradhi 70 nje ya mwezi usiokuwa wa Ramadhani. Ndugu zangu, hii ilikuwa ni bishara njema ya Mtume sallallahu alayhi wasallam punde tu pale ambapo ilikuwa ikiingia Ramadhani. Wa ana ubashirukum ayyuhal mu'minun qad adhallakum shahrun mubarakun shahrun azim, nami nakubashirieni ndugu zangu kwamba tayari tumekwisha ingiwa na huo mwezi mtukufu, mwezi uliobarikiwa. Shahrun tughfaru fiha adh-dhunub, shahrun tughfaru fihi adh-dhunub, mwezi ambao ndani yake madhambi huondoshwa, madhambi hufutwa. Ramadhanun fursatu taghayyur. Maudhui yangu, Ramadhani ni fursa ya kubadilika. Ramadhani ndugu zangu ni fursa ya kubadilika, ni chansi. Ikiwa itakupita, basi umepitwa na kitu muhimu sana ambacho huwezi ukakutana nacho katika maisha yako tena. At-taghayyur al-haqiqi am at-taghayyur al-haqiqi fi Ramadhani lahu wasailu wa ma'alimun, faman akhadha biha badala Allahu halahu ila ahsani halin. Kubadilika ndani ya mwezi huu kuna njia zake na kuna dalili ambazo mtu akifuata njia hizo, dalili zipo zinazomdhihirikia mtu kwamba tayari yuko anabadilika kweli. Ndugu zangu, moja katika njia ya kwanza na ya mwanzo ambayo inamfanya mtu kubadilika, awalan, ni muhasabatu nafsi. Muhasabatu nafsi, kujitathmini, kuwa na tabia ya kujitathmini. Hauwezi ukabadilika ikiwa hautaki kuitazama jana yako iliyokwishapita uifananishe na ya leo. Yani jana yako na leo viko sawa sawa? Ikiwa viko sawa sawa, umejipunja. Na ikiwa leo ndiyo mbaya zaidi kuliko jana, basi umepata hasara kubwa. Muhasabatu nafsi. Na hii tabia ya muhasabatu nafsi kwa mtu ambaye kwamba imejikita katika nafsi yake, katika moyo wake, akawa na tabia ya kujitathmini, huwa inakwenda kuzaa tabia nyingine. Tabia gani? Annadamu, huwa inazaa majuto. Ndugu zangu, bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Kila mmoja anajijua, kila mmoja anajijua. Lau mimi na wewe ukakaa chini na kujitathmini, umefanya nini, kipi ambacho kwamba kina manufaa na wewe, na ni yepi mabaya ambayo kwamba umeyafanya, ama nafasi yako ni ipi mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Ukiwa una tabia ya kujitathmini hii, bila shaka haujikosi kwamba wewe ni mmoja katika wakosefu wakubwa. Na si wewe tu, bali mkosefu namba moja ni mimi hapa. Yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Mtume anasema binadamu wote khata'u bisighati al-mubalagha, sio khati'un. Kila mwanadamu ni mkosefu sana sana sana,
Lakini mkosefu mzuri kabisa ni yule ambaye anarejea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukiwa na tabia ya kujitathmini, bila shaka haujikosi, utajikuta wewe ni mmoja katika wakosefu wakubwa. Ukijiona hivyo, ndio inazaliwa tabia nyingine ambayo ni tabia ya majuto. Utajuta. Idha kana al-abdu kathira an-nadami shadida at-ta'assufi ala ma fata min adh-dhunub fahuwa ila babi at-taubati al-haqiqiyyati qarib. Mtu akiwa na tabia ya masikitiko, majonzi, majuto kwa kuyatazama madhambi aliyoyafanya yaliyopita, basi ajue huyu yuko jirani na mlango wa toba ya hakika, yuko mwanzoni, yuko katika mlango wa tauba. Yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, an-nadamu taubatun. Mtume anasema kujuta ni sehemu ya toba. Kujuta ni sehemu ya toba. Kujuta, ndugu zangu, ni sehemu ya kukubali kwamba wewe ni mkosefu na umekosa, na uliomkosea ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fannadamu laysa dhufan bal huwa hayatul qalbi wa huwa bidayatur rujuu. Kujuta wala si udhaifu, ndugu zangu. Kujuta kwa mabaya uliyoyafanya si udhaifu, bali ndio uhai wa moyo. Ikiwa mtu hageuki pamoja na mabaya na maudhi ambayo kwamba anaishi nayo, lakini wala hahisi chochote katika moyo wake, yuwasonga mbele na hali yake hiyo, hajuti wala habadiliki, huyu mtu ni mtihani na mwisho wake hatujui utakuwa vipi. Lakini an-nadamu tauba. Kujuta ni sehemu ya toba. Kujuta si udhaifu, kujuta si unyonge. Kujuta ni kuelekea mafanikio ya kweli ya kurejea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala, na Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, inna Allaha yuhibbu at-tawwabina. Mola Subhanahu wa Ta'ala anawapenda wenye kutubu, wakafahamu wamekosea kisha wakarejea kwake. Wa yuhibbul mutatahhirin, na anawapenda wenye kujisafisha na madhambi. Faya man athqalatuhu adh-dhunub, ewe ndugu yangu Muislamu ambaye wakati mwingine ukahisi madhambi yanataka kuvunja uti wa mgongo wako, Ramadhanu babuk, elewa kwamba Ramadhani ni mlango wako sasa huu wa kuingia na kwenda kukubaliwa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wanadamu tariquka, na njia ya kufika salama katika hiyo tauba ni annadamu. Wanadamu tariquka, na majuto ni njia yako. Wataubatu najatuka, na toba ndiyo uokovu wako. Ikiwa hali yako iko hivi, ndugu yangu, kama hali yako iko hivi ukafikia hatua ya annadamu, basi inachotakiwa kufanya ni kitu kidogo tu, islahu niyya, kurekebisha nia zetu. Sasa kurekebisha nia, tajua wakati tunaingia katika Ramadhani hali zetu na nia zetu sisi ni tofauti. Kuna mwingine alinuia kujiweka likizo tu katika mabaya aliyoishi nayo kabla ya Ramadhani, nia yake ilikuwa ni hivyo. Wanasema vunja jungu, anafanya madhambi haraka mwishoni mwa Ramadhani akaachana nayo kwa nia ya kujipa likizo. Baada ya Ramadhani ataendelea. Kauheshimu sana huu mwezi wa Ramadhani. Islahu niyya, rekebisha nia kwanza, ndio njia muhimu ya kwenda kwenye mabadiliko ya kweli kabisa. Baada ya Ramadhani uende ukayaishi maisha mengine. Yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallama, innamal a'malu binniyat, hakika matendo huwa yanatazamwa na msingi wa nia. Nia zetu ikiwa bado ndio zile tulizotoka nazo wakati tunaingia Ramadhani, ndio nia tulizo nazo, faya asafana, masikitiko yalioje kwetu sisi. Tubadilishe nia. Faniyatu at-tayyibatu tuhawwilu al-ibadati ila adati wa tuslihu al-qalba was-sarira wa taj'alu as-sa'ima sa'iman lillah la lil'ada wa qa'iman lillahi la linnas. Nia ya kweli ndiyo huwa inazibadilisha ada, desturi. Yani hizi shughuli zetu ndogo ndogo tunazozifanya ikiwemo za riziki na shughuli zingine zozote, kwa sababu ya uzuri wa nia huwa inazifanya ibada ama inazifanya amali kama hizo kuwa ni sehemu ya ibada. Kwa ubaya wa nia hata ibada huwa inageuka, inakuwa si yenye manufaa kwako, bali inakuwa ni nakama kwako. Ndipo
Tunasema ndugu zangu, turekebisha na tusafishe nia zetu, sarira zetu, ili kwa uzuri wa nia zetu iende ikamfanye mwenye kusimama ndani ya mwezi wa Ramadhani awe qaiman lillah, awe anasimama kwa ajili ya kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, la riyaan linnas, na si kwa sababu watu wamuone. Acha watu wakutazame kwanza wewe ni mmoja katika mahujaji. Kuna ile lugha ambayo si nzuri sana, kukithiri kwa watu mwezi wa Ramadhani misikitini, wakati mwingine na wewe ukawa ni miongoni mwao. Una masiku tele huko nyuma ulikaa mbali na msikiti, leo umeuona mlango wa Ramadhani uko wazi wa kurejea kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Usirejee nyuma kwa maneno ya kuitwa ni mhujaji, ni haji wewe, kwamba baada ya Ramadhani utarudi. La, bali badilisha nia yako. Usiwe umejipalikizo ndogo tu ya siku 30, siku 29, afu baadaye ukarejea kwenye mambo yako. Rekebisha nia na umuombe Mola subhanahu wa ta'ala akusaidie. Muombe Mola subhanahu wa ta'ala akusaidie. Moja katika dua muhimu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ya Rabbi, naomba unisaidie, uniwezeshe niwe ni mwingi wa kukushukuru wewe, uniwezeshe mimi niwe ni mwingi wa kukuabudu. Lazima kuomba Mola subhanahu wa ta'ala akuwafikie na ung'ang'anie katika kuomba. Ndiyo unaona katika swala 5 tunazoziswali, katika kila rakaa unayosimama lazima kuna maombi maalumu, na lazima kila Muislamu ayafanye, ya kumuomba Mola subhanahu wa ta'ala amthibitishe katika haki, amthibitishe katika Uislamu, amdumishe na mazuri anayoyafanya. Katika suratul Fatiha, man minna la yaqra'u suratul Fatiha fi salatihi, nani kati yetu asiyosoma suratul Fatiha katika swala yake? Kuna dua mle, ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, ay thabbitna. Tunamwomba Mola subhanahu wa ta'ala atuthibitishe, mimi na yule na wewe na yoyote yule. Hakuna anayejua mwisho wake katika dunia utakuwa vipi. Ndipo unaona swala 5 katika kila rakaa tunamwomba Mola subhanahu wa ta'ala atuthibitishe, mimi na wewe ambao ndio awalan tuko tunajivutavuta sasa kuingia misikitini, na tunahofia maneno ya watu kuitwa mahujaji, kwa sababu tunaaminika kwamba baada ya Ramadhani tutaondoka sisi, hatutarejea. Turekebishe nia zetu, tusafishe nia zetu, tukubali ukweli wa kukubali kurejea kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Mola subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tawwabina, takun min ahbabillah. Vipi wewe unakwenda kuwa ni katika vipenzi wa Mola subhanahu wa ta'ala baadama kunta shaqiyan, baada ya kuwa ulikuwa ni mtu wa ajabu muovu? Na Mola subhanahu wa ta'ala katika suratul Furqani kaweka ahadi pekee ya mtu ambaye kwamba aliishi katika madhambi akaamua kurejea. Mola subhanahu wa ta'ala ana ofa maalumu kampa huyu mtu, hakuna mwingine aliyopewa, hakuna mwingine. walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi wala yaznun waman yaf'al dhalika yalqa athama yudha'afu lahu al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafurar rahima. Mola subhanahu wa ta'ala anasema, kaanza kwa kutoa mifano ya madhambi makubwa kabisa, asema na wale ambao kwamba hawamwabudu wasiokuwa yeye, wala hawafanyi mauaji, wala hawazini, na yeyote atakayefanya haya yalqa athama, huyu atakutana na adhabu ya Mola subhanahu wa ta'ala. Yudha'afu fihi al'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana, ataadhibiwa siku ya kiyama
na ataongezewa adhabu na adhabu na adhabu, kisha ataokoka na adhabu hii. Man taba wa amana wa amila amalan saliha, yeyote mwenye kutubu na akafanya matendo mazuri na akawa na imani thabit. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala anasema, ndio ofa hii, faulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, hawa ndio ambao kwamba Mola subhanahu wa ta'ala maovu yao na mabaya yao yote walioyafanya, Allah subhanahu wa ta'ala anayageuza yanakuwa mema. At-tabdil, Allah anayageuza yanakuwa mazuri. Ni fursa hii ndugu yangu, mimi na wewe hatujui tumebakiwa na muda gani, tumebakiwa na muda gani katika uhai huu wa dunia. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja akawa akipanda katika mimbar, wa yaqulu amin, thumma irtaqa thaniya faqala amin, thumma istawa alayhi faqala amin. Mtume anapanda katika mimbar anasema amin, amin, amin mara tatu. Masahaba wakamuuliza, kipi kimekufanya ya Rasulullah tuaminu, kwa nini unasema amin? Faqala nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, Mtume akawajibu masahaba zake akasema, atani Jibrilu faqal ya Muhammad raghima anfu mri dhukirta indahu wa lam yusalli alayk. Jambo la kwanza akamwambia, amepata hasara mtu ambaye wewe umetajwa mbele yake hajakusalia, huyu amepata hasara. Nikaitikia amin. Thumma raghima anfu mri adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahu aljanna, kisha amepata hasara mtu ambaye kawadiriki wazazi wake, wako hai wote wawili au mmoja, kisha wazazi hawa hawakuwa ni sababu ya yeye kwenda peponi. Mtume akaitikia amin. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kisha Jibrili akasema, raghima anfu mri'in adraka shahra Ramadhan falam yughfar lahu, amepata hasara mtu ambaye kaidiriki Ramadhani, kisha Ramadhani ikaisha, huyu mtu hajasamehewa. Mtume akaitikia amin. Hii ni amin kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni dua kutoka kwa Jibril alayhi salam. Ni hasara iliyoje ikiwa Ramadhani itaisha, tumebaki vile vile, hatujakubali kubadilika, hatujabadilisha hali zetu, tumebaki katika hali zetu zile zile. Ni lini tutarejea kwa Mola subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu, ayaman adraka Ramadhan, hadhihi fursatuka, hadhihi bidayatuka, hadha tariqu najatuka. Ndugu yangu ambaye Ramadhani tayari tuko ndani yake, huu ndio mwanzo sasa sisi wa kubadilika na tubadilisha hali zetu, na huu ndio mwanzo wa sisi kwenda kuokoka. Wala taqul saabda ghadan, na wala isikupitikie katika moyo wako ukasema, la, mimi nitaanza kesho, mimi nitaanza kesho. Wala taqul idha taqaddamtu fil umri kadha, wala usiseme nikifika umri fulani mimi ndio nitaanza kubadilika. Ni wangapi vijana wanaondoka na wazee wakabaki? Ni wangapi watoto wadogo wakaondoka? Usitamani kwamba utakapofika umri fulani, waelewa umebakisha masaa mangapi, siku ngapi, miaka mingapi, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria muda mrefu. Fa innal mauta yati baghtatan wal a'maru biyadillah, hakika umauti unakuja ghafla na umri uko katika milki ya Mola subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه لقد فاز المتقون. ولا تنسوا صلاة على من صلى عليه الرحمن، فقال تعالى مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر أصحابه أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل هذا الشهر شهر توبة. اللهم اجعل هذا الشهر شهر توبة لنا. اللهم اجعل هذا الشهر شهر توبة لنا وشهر مغفرة لنا وشهر تغيير لقلوبنا. اللهم بدل سيئاتنا حسنات واغفر ذنوبنا وأصلح قلوبنا وثبتنا بعد رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين المحرومين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وعافنا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصرنا وانصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة رحمكم الله.